Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So ni neema ambayo Mungu ametupatia na tunamshukuru, si jambo la kawaida. Tutaangalia ule moyo ambao tulikuwa nao last time. Tutaendelea nao tena kwa sababu ni moyo mzito kuhusiana na kuhubiria nafsi mpaka ifikie kuokoka. Na mtu yote ambaye hahubiri nafsi ikafikia kuokoka, kama amepokea Roho Mtakatifu ama hajazingatia wa uzito, ni sawa na mtumishi ambaye amepokea talanta alafu haifanyii kazi ino talanta, haifanyii kazi, aliitwa evil servant, anakuwa mtumishi ambaye ni muovu. So inamaanisha ukishapokea wokovu, yafaa hiyo wokovu umepokea iweze kuzaa matunda kwa wengine. So kama haizai matunda, inamaanisha unakuwa huyu servant ambaye ni muovu, unakuwa an evil servant. So ujiangalie ni wapi ulipokea wokovu na ni kwa njia gani, nafsi ngapi, hata kama ni moja, hata kama ni mbili, je, zimeokoka kupitia Roho Mtakatifu aliye ndani yako? Kama bado mpaka sasa, basi Mungu anataka uamke, sababu servant ambaye haongezi talents ni an evil servant. Yaani mtumishi ambaye amepewa talanta na Yesu lakini aongezei ile talanta ni mtumishi muovu. Shafani tambue kwamba mimi ama wewe umekuwa mtumishi muovu kama haujaongeza nafsi kwa Kristo. Nimekuwa mtumishi muovu, na ni kwa hivyo basi ininyenyekeze, alafu nifungue masikio yangu yote na moyo wangu wote nisikize sasa ni kwa njia gani Mungu atanipatia nafasi na atapatia nafasi ili uweze kuelewa huu taratibu. So hino ni amri ambayo Yesu alipeana katika Mathayo 28. Yesu alipeana amri akisema nendeni. Ukianza 18 anapewa mamlaka. Ukishuka kabisa anasema nendeni mkawafanye. Nendeni mkahubiri Injili na kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Si kuhubiri tu. Si kuhubiri, ni kuwahubiria kwa uwezo wa Mungu na kuwafanya kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wanafunzi wa Yesu Kristo. Hiyo inamaanisha mahali umeanza na mwenye dhambi kwa uwezo wa Mungu, usitosheke ukiona matunda yanatolewa, mapepo yanatolewa, usitosheke kuona toba imekuwa sawa, huzuni ya kiungu imefanya kazi. Yesu anakuambia huyu mpaka awe mwanafunzi. So ni kuendelea zaidi na zaidi na zaidi mpaka Kristo aungwe ndani yake. Paulo anasema alitravel katika pain, huko akiendelea kuomba na akiendelea kuhubiri Injili mpaka wale wanafunzi wake wakazaliwa. Yesu akazaliwa ndani yao. So hii ni amri Mungu amekupatia, Yesu amenipatia, ya kuzaa nafsi kwa ufalme wa Mungu. Ni vyema tuamini, tuombe. Mungu wa Abraham, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu, tunaomba tunyenyekeze Bwana katika moyo huu Bwana. Tusaidie Bwana tuweze kuwa na discipline na nidhamu katika mafundisho haya Bwana, ya kuhubiria nafsi Bwana, mpaka nafsi ifikie kwa wanafunzi wa Kristo. Na si kazi ya mtu mmoja Bwana, ni kazi ya ushirika wako na Roho Mtakatifu na ndugu pamoja Bwana. Mungu, naomba utusaidie katika hizi hatua tutakazozidi kuziangalia Bwana. Nenda ukasaidie Bwana Anna na Peter Bwana na wengine Bwana, Baithia pia Bwana, Sam, wakumbuke wote Mtakatifu wa Israeli Bwana, hata wale walio Tanzania Bwana, hata Morris na hata wengine wote Mtakatifu wa Israeli, wakumbuke Bwana katika hili Bwana. Turumie Mtakatifu wa Israeli, tusisimame mbele yako kama evil servant ambaye hakuongeza chochote katika ile talanta ambayo Yesu alimpatia. Saidie Bwana tuone kama hatuzai matunda Bwana na kuyaleta kwa Yesu Kristo Bwana, sisi tunakuwa servants ambao ni evil, na baadhi yetu tumekuwa servants ambao ni evil Bwana. Tusaidie tusitosheke tu kuhubiri tu Bwana, bali tutosheke Bwana tukiona
nafsi zimefanyika wanafunzi na zinaendelea katika utakaso na hata utakatifu Bwana mpaka mwisho mtakatifu wa Israeli. Mungu kuwa nasi. Kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba hata tukisadiki. Amen. So hatua ya kwanza tuliangalia, bado tuko katika kile ile kipengele cha kwanza. Unapokutana na mwenye dhambi, kitu cha kwanza kabisa ni kupambanua. Wenye dhambi wengi wanaelewa either aliingia kanisani ama alikuwa crusade, akaikelewa mkono, akaambiwa rejelea maneno haya nyuma yangu, akarejelea, alafu akatoka hapo akaamini kwamba ameokoka, bila kuangazia kwamba ni huzuni ya kiungu iko wapi katika hayo maombi, bila kuangazia kwamba ni nani anayesema haya maombi. Haya maombi hayatoki kwa moyo wake, lakini unatoka kwa moyo wa mtu mwingine ama mdomo wa mtu mwingine. Yeye anafanya tu kurejelea. Haina tofauti na uende mahali watu wanaimba kwaya, alafu waambiwe wewe utaimba hivi. Hawatasema haleluya, wewe utasema haleluya mara tatu. Haina tofauti, kwa sababu haya maneno hayatoki kwa moyo wako. Ni mtu mwingine anakwambia, utasema haleluya. Hawatasema haleluya, wewe utasema tu haleluya. Wakisema tu haleluya, wewe unasema tu haleluya. Hizi haleluya wasema hazitoki ndani ya moyo wako. So wokovu haupeanwi hivyo. So nani wengi wamepokea hivyo. So utakapokutana na watu kama hao, lazima kwa uwezo wa Mungu mtu akae chini, na ukae chini naye kwa maandiko, na uweze kumuonyesha kwamba haujawahi kuokoka katika maisha yako. Kama uliposema hilo ombi na bado ukaendelea kuishi maisha machafu. Lakini kuna uwezekano kwa Mungu anashughulikia nafsi. Kwa mwaka mmoja anaishughulikia hii nafsi. Hii nafsi iko tayari. Kwa mwaka wa pili hii nafsi inataka tu kwenda crusade. Tayari Mungu ashapiga hii nafsi, ashaishughulikia hilo nafsi. Bado hii nafsi tu isikie damu, ipoke imani. Kuna uwezekano akaenda crusade, mhubiri akahubiri kuhusiana na damu, akaamini ile damu kwa mara ya kwanza. Huku Mungu alikuwa amemwonyesha dhambi zake, amempatia huzuni ya kiungu na akampatia toba. Na ikawa bado imani. Mungu akaleta mhubiri akahubiri damu ya Yesu Kristo. Akaiamini damu ya Yesu Kristo. Mungu akaondoa dhambi, akamweka Roho Mtakatifu. Akienda pale mbele sasa, akasema wale ambao wanaamini wameokoka, njooni niwaombee. Akaenda mbele akaombewa. Inakuwa haokoki kwa sababu ya yale maombi, anaokoka kwa sababu hata kabla aombewe Mungu alikuwa amempatia toba. Na sasa amesikia lile neno la damu, akaliamini, dhambi zake zikatolewa, Roho Mtakatifu akaekwa ndani. So akienda pale mbele kuombewa, haombewi aokoke. Tayari aliokoka akisikia lile neno. Umeelewa? Sasa yeye katika ule uchanga atafikiria nilipoombewa ndio niliokoka. Kumbe ni wakati Mungu alikuwa anamuonyesha dhambi mwaka wa kwanza. So alipoingia katika mwaka wa pili, ile kiu ya kufuata makrusade, akawa amepata toba. Aliposikia ile neno la damu akalipokea. So mbona Roho Mungu anaenda kwa haya yote? Ili uwe makini. So nikiongea kuhusiana na mtu ambaye ameombewa, mtu akija sasa kusema nilienda crusade nikaombewa, usio haraka kusema hujaokoka. Usiende haraka kwa hilo, unaweza kosea pia. Umeelewa? Usiende haraka kusema wale wanaombewa katika ninio hawajawahi kuokoka. Kuna watu wanaokoka katika hapo wakisikia lile neno. So lazima uwe makini, kwa sababu mimi Mungu alinirekebisha kwa hili. Alinirekebisha vizuri na nikawa slow sasa. Lazima nisiangalie tu hizi. Lazima uangalie tu maisha yake. Ndio maana Yesu anakuambia utawajua kwa matunda. So nisieke shoka tu kwa sababu hili ombi ulipoombewa hukuokoka. Na yale mahubiri aliyoyasikia huenda kanibadilisha. Nakwambia nimebadilika kabisa kutoka hiyo siku. So lazima uchunguze.
Lazima uwe pole, lazima uwe na ufahamu wa kujua hizi njia. Maana kwa wahubiri wengine pia wako na ukweli lakini wanapotea. Sema huwezi okoka kwa swala ya toba. Huwezi okoka, kweli huwezi okoka. Lakini nafaa ujue kama huyu mtu aliwahi kubadilika kabisa, uko na uhakika hili ombi alikumpatia wokovu, basi inamaanisha kabla aje kwa hiyo crusade, huku kuna kitu Mungu alikuwa amefanya. Umeelewa? Huku kuna kitu Mungu alikuwa amefanya. Kabla uende kwa crusade, nini ilitokea? Nilikuwa na huzunika tu, nageuka kwa maovu yangu, namuomba Mungu. Nini na nini ulivyoacha kwa uwezo wa Mungu? Niligeuka kwa hivi nikawa naona. So nilipoenda crusade, yule mhubiri alihubiri nini wakumbuka? Kumbuka alihubiri kuhusiana na damu ya Yesu Kristo. Okay, basi kuna kitu Mungu alikupatia kwa hayo mahubiri. So hukuokoka katika ile maombi. Uliokoka kwa sababu huku nyuma Mungu alikuonyesha dhambi zako, akakupatia huzuni ya kiungu, akakupatia toba, ukawa hauko mbali kwa ufalme. Ukawa lazima usikie neno la imani kwa damu ya Yesu Kristo, alafu ingie kwa ufalme. So akaenda kwa crusade, alikuwa yuko mbali kwa ufalme, alikuwa anangoja neno kutoka kwa Bwana, na Mungu akampatia hilo neno kupitia huyo mtumishi. So akaenda pale kuombewa, ni ombi tu, ni ombi kama la chakula, ni ombi tu la kuweka laini yale ambayo Mungu tayari ametenda ndani yake. Ni ombi, si la kumpatia wokovu. No way. Yesu angeenda msalabani, angeomba tu watu wote wakaokoka. So hiyo area paka uwe makini. So kitu ambacho kitatusaidia zaidi, hatua ya kwanza ni kutambua matunda. Tutaangalia tena Mathayo 7. Kitabu ni cha Mathayo 7, mstari wake ni wa 15. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Ila mti usiozaa tunda zuri ukatwa, ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Yesu anasisitiza ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. So Yesu ananiambia utatambua mtu ameokoka ama hajaokoka kutokana na matunda yake. Ukiangalia tu matunda yake ndio utajua huyu mtu hajaokoka. Hivyo ndio Yesu ananiambia. So unapokutana na nafsi ya mwenye dhambi, kwa sana katika kusikiza, akija tu direct akisema mimi ni mwenye dhambi, then hapo hauhitaji kutafuta mambo mingi. Hapo hauhitaji kutafuta kwamba anaweza kuwa aliokoka lini, anaweza kuwa aliombewa. Huyu tayari ashajitambua, huyu ni mgonjwa ambaye amejitambua. So utaenda tu direct kwa maandiko ya Wagalatia na mengine ambayo Mungu atakuongoza ufunuo. Hautahitaji tena kuanza kuchunguza moyo wake kama ni mwenye dhambi. Tayari ashakiri ni mwenye dhambi kwa yale ameyafanya. Wewe ndio utamwambia kwa nini unaamini wewe ni mwenye dhambi? Atakwambia kwa ile maisha amekuwa akiishi. Then hapo utaenda tu direct katika neno. Lakini akikwambia nimeokoka, sawa. Lazima kile ambacho kitathibitisha kwamba ameokoka ni venye Yesu anasema. Mti mzuri hauwezi kutoa matunda mabaya, na mti mbaya hauwezi kutoa matunda mazuri. So lazima uwe mimi na wewe tuwe makini sana. Maana mwanafunzi wa Kristo anataka kujua ni kipimo gani Bwana wangu ambaye ni Yesu Kristo alikitumia na mimi nikitumie. Umeelewa? So ukisema umeokoka, yes, takuuliza, nafaa umuulize, uchunguze matunda yake ni gani. Sema matunda yake ni ya Roho Mtakatifu. Ukiyatafuta, sema kwanza tuliangalia, ukiyatafuta ukiona ni mazuri basi amina.
Alafu sasa usitosheke hapo, hata kama matunda ni mazuri. Sasa taka kusikia ushuhuda wa wokovu wake. Ushuhuda wa wokovu wake itasaidia, kwa sababu kuna watu ambao wako na discipline, hawazini, hawalewi. Venye walilelewa, wazazi wao waliwalea vizuri sana. Sasa wako na tabia nzuri, wako na matunda mazuri, lakini hayo matunda yakifika mbinguni yanaitwa tambarabovu, lakini yakiwa duniani yanaweza kuchanganya watu. So lazima sasa nisikize ushuhuda wake. Matunda ni mazuri, anakiri ameokoka. Matunda ni mazuri, hapatikani kwa ulevi, hapatikani kwa hizi, hapatikani kwa hizi. Basi uliokoka vipi? So katika kuokoka lazima awe alikutana na neno likamwonyesha dhambi zake. Lazima kuwe na huzuni ya kimungu, ya kiungu. Nilizihuzunikia hizi dhambi. Huenda hajui. Sasa wewe mwenyewe inafaa uanze kumtafuta kwa uwezo wa Mungu. Ulipokuwa umetambua hizi dhambi, nini lifanyika? Huenda hajui, lakini ameokolewa kweli. Ulikuwa na huzuni, pengine atakueleza. Nilikuwa na huzuni sana siku kama hivi, atakueleza. Atakuwa nazidi kufunguka kadri itakuwa waendelea kumtafuta polepole kwa maandiko. Huzuni ilienda for how long? Unasikia, unaangalia, unajua tu huku Roho Mtakatifu akikuongoza. Baada hiyo nini lifanyika? Hadi nikawa na uhakika kwamba wena nilisikia kwa TV, wena nilienda crusade, nikawa na uhakika kwamba Mungu amenisamea na hataki niendelee tena kuishi maisha machafu. Nikahisi nimebadilika, nikaona nimebadilika, nikaendelea kubadilika, nikabadilika mpaka saa hii. Naona hapa kuna uwezekano kuna kitu ambacho Mungu amefanya kwa huyu mpendwa dada ama kaka. Ndio hivyo. Lakini akisema kwamba nimeokoka, lakini ukitafuta katika matunda yameoza, rudi tu kwa Yesu Kristo. Yesu anasema utawatambua waliokoka kwa matunda yao, na utawatambua wale ambao hawajaokoka kwa matunda yao. Kwa uwezo wa Mungu nitarejelea tena hii sentence. Akiwa ni mwenye dhambi, akiwa ameokoka, alafu anakuambia kweli nimeokoka, na matunda ni mazuri. Matunda mazuri kabisa. Usikwambie hapo kwa matunda. Mueleze kwa upendo tu, akushuhudie ushuhuda wa wokovu. So nisione matunda ni mazuri niseme tick. Baada ya kusema haya matunda ni mazuri, sasa huu wokovu uliupokea vipi? Kwa imani, kwa neema kupitia imani, ili hilo pia liwe sawa. Mwingine atakwambia mimi najikaza, najizatiti, najaribu kila siku nisitende, najaribu. Basi inamaanisha hakuna mahali ulikutana na damu, hakuna mahali ulikutana na toba, hakuna mahali ulikutana na huzuni. Mimi najikaza tu hivi kimwanaume, nisizini, nisilewe, najikaza tu. Huyu mtu ni mfarisayo, hajawahi kuokoka, hajawahi kutambua neema, licha kwa matunda yake ni nini? Ni mazuri. So paka niangalie. Watu wengine wako hivyo pia. Inaweza kuwa babu yake alikuwa mchungaji, babake ni mchungaji, yeye yuko tu kanisa sasa. Licha kwa hajakuwa mchungaji, lakini yuko tu pale kanisani. Sasa anaweza kuwa anaogelea katika hilo haki yake mwenyewe, matunda mazuri, lakini hajawahi kukutana na Mungu akamwonyesha uovu wake. So hapo paka uwe makini katika haya. Mimi vile vile pia niwe makini. So utawatambua kwa matunda yao. Hivyo ndio Yesu Kristo anasema, matunda. Usiweke shoka lako mahali popote kwingine. Usiweke shoka lako mahali popote kwingine, kwa sababu ukilieka kando na penye Yesu anasema, uanze kutumia mawazo yako, ama nianze kutumia mawazo yangu, ama nitake hiki kipimo kiwe cha juu zaidi, then utapotea. Yesu anasema utawatambua tu kwa matunda. Fanya hivyo. Usiwe na utambuzi mwingine wowote kando na venye Yesu anakuambia na ananiambia. Kutambua mwenye dhambi ni matunda na ushuhuda wake. Kutambua hana ushuhuda mwenye dhambi. Utambua mtu ameokoka, matunda na ushuhuda wake kama ameokoka kweli. Usiweke kipimo kingine mahali popote. So hapo tumeona, na tunaweza angalia Luka 6.
Luka 6 unaweza kuanza mstari wa unaweza kuanza mstari wa 43. Luka 6 mstari wake ni 43. Kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Ya paka hapo Yesu anasisitiza. Yesu ananiambia kipimo ni hakuna mti mzuri unaweza kuzaa matunda mabaya. Pendo umeokoka, ndio nimeokoka, matunda yako yakoaje? Ni mazuri. Hatua ya kwanza. Hatua ya pili, ningependa nisikie ushuhuda wa wokovu wako. Kwa nini ushuhuda? Ni uangalie uzuri wake. Je, watokana na yeye mwenyewe ama watokana na Kristo mwenyewe? Licha kwa matunda ni mazuri, yes. Hatua ya kwanza amepita. Hatua ya pili ni ushuhuda wako wa wokovu. Uliwahi kukutana na Yesu akakuonyesha dhambi zako. Na ulipoonyeshwa hizo dhambi ulihuzunika. Na ulipohuzunika ulipata toba. Na ulipopata toba, Mungu mwenyewe alikupatia imani ya Yesu Kristo, ikakuokoa ukawa huru. Ukajua kwamba sasa niko huru, nimekuwa huru, mimi nimeokoka kwa sababu Mungu ameniokoa kutoka kwa dhambi zangu, si yeye, si nguvu zake. Baada hapo sasa si anaishi, ni Kristo anaishi. Unaona wema, unaona matunda mazuri kwa sababu Yesu ni mti wa uzima. Ashaikuwa ndani. Sasa matunda ni mazuri kwa sababu yanatoka kwa Kristo mwenyewe. Hapo ndio unasema mpendwa, basi Mungu alikupatia neema ya kukuokoa. Hakika kwa kadri maandiko yanavyosimama, Mungu amekuokoa. Short, clear, bila kwenda huku kuongeza hii kwa na shaka. Simama katika neno na uliamini hivyo. Hata kama kuna mali kidogo utapotea kwa sababu pengine haujatambua sana, lakini uko kwa neno, Yesu ataelewa. Yesu ataelewa huyu ni mwaminifu kwa sababu ameangalia neno, licha kwa huku kidogo hajaelewa, shetani amemzidi hapa. Yesu ataelewa ulikuwa mwaminifu kwa neno kuliko utumie mawazo yako na kipimo chako ukosee. Yesu anasema huyo atanifai kabisa. So usitegemee kipimo chako. Ukisoma Matendo ya Mitume 8, Filipo alikosea. Lakini Filipo hatukanwi. Mungu amkemei Filipo. Petro, Mungu anahakikisha ametuma Yohana na Petro, wamekuja Samaria. Filipo alimbatiza mtu ambaye anaitwa Simioni mchawi. Kwa sababu gani? Filipo alihubiri injili kwa uaminifu wa Yesu Kristo. Akahubiri kila ambacho amepewa, alikiweka wazi. Yule mchawi akawacha uchawi wake. Na ni ngumu mchawi kuacha uchawi wake. Akawacha. Na akasema kuanzia leo nitakufuata. Nimewapotosha, akakiri, akatubu. Matunda yakaonekana. Filipo atafanya nini kwa uwezo wa Mungu? Akampeleka kwa ubatizo. Nani na makosa hapo? Filipo hana makosa. Kwa sababu Filipo ni mwaminifu kwa neno. Ameangalia neno venye limefanya na amemwangalia huyu mchawi. Filipo anafanya kwa uwezo wa ile nuru Mungu amempatia. Mungu hakuruhusu huyu mchawi aendelee hivyo. Mungu alileta Yohana na Petro. Mungu alisema Yohana na Petro nataka muende Samaria, wakawa na mzigo. Kumbe Mungu ameona ile makosa ambayo Filipo amefanya bila kujua. Lakini Filipo alikuwa anaangalia nini? Neno. Mungu anasema Filipo ni mwaminifu na neno langu. Licha kuwa kuna kitu hajaelewa lakini ni mwaminifu. Mungu akasababisha Petro na Yohana waje. Petro na Yohana walipokuja walitambua huyu Simioni mchawi alikuwa na bitterness hapa kwa moyo wake. Bitterness, uovu ulikuwa bado katika moyo wake. Tamaa ilikuwa ndani ya moyo wake. Hapa kaambia hii tubu. Akatambulika. Na naamini Mungu hakumwacha hivyo. Hakuwa mbali na ufalme, lakini alikuwa karibu na ufalme. Naona makosa ya Filipo, ashabatizwa tayari. Lakini Petro amkemei Filipo. Mungu amkemei Filipo. Roho Mtakatifu anamtuma Filipo kwa toasi
Hapo hapo tu tena Mungu anamchukua Filipo, anampeleka kwa towashi. Kulikuwa na Petro, kulikuwa na Yohana. Mungu anamchukua huyu Filipo ambaye kidogo amekosea, lakini hajakosea kwa yeye, ametumia kipimo chake, ametumia neno, ameenda kwa neno kidogo hapa akachanganyika. Hakuwa na upambanuzi mkubwa kama ule wa Yohana na kina Petro, lakini bado Mungu alimbeba tena akampeleka kwa towashi Mkushi. Malaika akamzungumzia, akaenda akamhubiria Mkushi, na Mungu akamwokoa Mkushi kupitia Filipo. Mungu akamwokoa Mkushi kupitia Filipo, na Mungu akamteka Filipo, na Mungu alimbariki Filipo. Watoto wake 4 wa kike walikuwa na Roho Mtakatifu, walikuwa wanatabiri. So Mungu anambariki Filipo. Kwa nini? Filipo lakini amekosea hapa, ndio amekosea, lakini amekosea katika yeye mwenyewe kutumia neno la Mungu, na kwa sababu kuna mengi hakuwa ameyajua. Mungu hakumhukumu. Mungu anaendelea kumbariki na kumbariki na kumbariki kwa sababu alikuwa mwaminifu kwa kila ambacho Mungu amempatia. So tunaweza fanya makosa, lakini makosa makubwa sana ni kujaribu kutumia akili zako. Sasa wewe mwanadamu ambaye ni buni funza, ama mimi nianze kujaribu kutumia akili zangu nikipandisha kipimo cha Mungu ama nikikishukisha. Hapo kuwa na uhakika, ukizuia nafsi moja, Mungu atakukemea. Mungu atakukemea. So kile ambacho nasisitiza ni kwamba kaa katika kipimo cha Yesu Kristo. Hii ndio kipimo. Hata kama kidogo mimi nitapungukiwa, swali itakuwa ulifatizia kipimo? Uliangalia matunda ya huyu mtu? Uliangalia matunda yake? Baada ya hapo, je, huyu mtu alikuwa na huzuni ya kiungu? Huyu mtu alipokea toba? Huyu mtu alipokea imani? Huyu mtu anaishiaje sasa? Huo ndio uzuri wa kukaa kwa kipimo. Filipo alikaa kwa kipimo. Filipo angekuwa ametumia kipimo chake, alafu ikawa sasa huyu hajaokoka, Mungu angemhukumu Filipo. Filipo angekuwa nabii wa uongo. Na hivyo ndio watu wanakuwa manabii wa uongo. Hata licha nikifikiria kwamba mimi ni nabii wa kweli, usitumie kipimo chako. Mbona anasisitiza haya kwa uwezo wa Mungu? Mbona Mungu anasisitiza haya? Mungu anataka fuli kabisa msingi wako na wangu ujengwe katika hili neno, kwa kwenda kuhudumia wengine. So nisione kanisa niseme zile nafsi ziko pale ndani zote za ingia jehanamu. Usiwahi kutumia. Utaambua kipimo gani unatumia kupima hili kanisa. Yesu anasema utawatambua kwa matunda. Umekaa na ule chini ukajua matunda yake, bado then wewe ni nabii wa uongo. Na wanabii wa uongo kwa sababu kipimo halisi ni hicho cha Yesu Kristo. Na kama nahubiri afanye nifuate kipimo cha Yesu Kristo. Kama nina kipimo changu mwenyewe, then unakuwa muongo ama na wa muongo. So hii inanisukuma na inakusukuma kwamba utumie kipimo cha Yesu Kristo, hivyo kulingana na ile neema Mungu amekupatia. Hata katika kanisa la watakatifu, ukisoma barua ya waraka wa Yohana, utaona kuna makosa yalifanyika. Kuna wapendwa walikuja wakaingia kanisani, wakajificha, wakaingia kanisani, wakapokelewa kama ndugu. Alafu akaanza kuandika, akasema walikuja miongoni mwetu, lakini hawakuwa wetu. Ndio maana wakafanya nini? Wakatoka. So walipokuja walikaribishwa, lakini kwa sababu hawakuwa wao, waliona pana hapa hatuwezi. Wanaishi katika mwili, walifanya nini? Waliondoka, lakini walikuja wakapokelewa. So kuna makosa yanatokea, lakini ni muhimu sana makosa yatokee kwako ama kwangu nikiwa niko na upungufu, pengine sina experience katika kukutana na nafsi, lakini umesimama kwa kipimo. Mungu atakupatia rehema. Mungu atakupatia neema. Kuliko hiyo ni mjuaji, uende na kipimo chako mwenyewe, alafu fungie nafsi, ama nafsi ingie lakini haijaokoka, Mungu atakuhesabia dhambi. So vyema ni vipi? Nitumie kipimo. Utumie kipimo. Na hivyo ndio Yesu anasema hakuna mti mbaya. Mti mzuri unaweza kutoa matunda mabaya, na hakuna mti mbaya unaweza kutoa matunda mazuri. Luka 6:44.
Kitabu cha Luka 6 mstari wake wa 44, kwa kuwa kila mti utambulika kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Hivyo ndo Yesu anasema katika hazina ya moyo wa mtu. Hazina, kila mtu ako na hazina ndani ya moyo wake. Hiyo ndio Yesu anamaanisha. Yesu anamaanisha kila mtu yuko na hazina katika moyo wake. Mtu mbaya yuko na hazina ndani ya moyo wake. Mtu mzuri yuko na hazina ndani ya moyo wake. Hakuna fukara wa matunda mazuri ama mabaya. Hakuna fukara. Yaani hakuna mtu ambaye yuko bankrupt. Hakuna mtu ambaye yuko bankrupt. Bankrupt inamaanisha mimi nimekuwa fukara kiasi kwamba sina chochote. Hakuna mtu ambaye ana chochote. Hakuna bankrupt wa matunda mazuri ama mabaya. Namaanisha kila mmoja ni tajiri. Kila mmoja ni tajiri katika moyo. Kila mmoja ni tajiri, ako na hazina ambayo imejaa either matunda mabaya ama matunda mazuri. So nikikutana na mtu ni maskini nje, lakini yafaa nijue kwamba huyu mtu yuko na hazina ndani ya moyo wake, na hiyo hazina imejaza either matunda mazuri ama matunda mabaya. So hakuna mtu ambaye ni bankrupt katika hazina ya moyo kwa kutoa matunda mazuri ama mabaya. Yesu anamaanisha hazina ya mwanadamu iko kwa moyo wake. Na kila ambacho kitakuwa kinatoka kwa moyo wake, ile ambayo itakuwa inatoka kwa hiyo hazina ya moyo, huyo ndio yeye. Na huyo ndio mimi. Nahitaji kutafuta nini tena? Haya Yesu, hii ndio injili ya Yesu Kristo, na hivi ndio Yesu aliweza kujua yule ni Mfarisayo, huyu hajaokoka, yule ameokoka. Hizi ndio zilikuwa mafundisho ya Yesu Kristo, na ananipatia na nakupatia. Rejelea tena 45. Kitabu cha Luka 6 mstari wake wa 45. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. Kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale ya ujazao moyo wake. Tutaangalia hiyo hazina. Ukiangalia kitabu cha Mathayo 26 kabla Mathayo unaweza angalia Marko 7:21. Yesu anaongea kuhusiana hazina ya moyo. Umekutana na mtu, mnaendeleaje? Mnaendelea salama? Umeokoka? Ndio, nimeokoka na Yesu ni Bwana. Sawa. Nataka nijue tu sasa kwa uwezo wa Mungu, kwa sababu mko katika hatua ya kwanza. Kitu cha kwanza inafaa utambue kwamba ni huyu mtu inafaa upambanue matunda. Ndani ya moyo yuko na hazina. Na kuna maskini katika hazina hii. Yuko na hazina na anasema ameokoka. Sasa Yesu ananiambia, anakuambia ukitaka kujua ameokoka kweli ama hajaokoka kweli, angalia ni nini inatoka kwa hazina ya moyo wake. Tajuaje sasa? Narudi katika Marko 7:21. Hazina ya mwenye dhambi iko hivyo. Mwenye dhambi katika moyo wake yuko hivyo. Naweza soma Marko 7:21. Kitabu cha Marko 7 mstari wake wa 21. Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka mawazo mabaya. Kwa maana ndani ya moyo wa watu hutoka mawazo mabaya, uasherati, wizi, uwaji, uzinzi, tamaa mbaya, korofi, hila, ufisadi, kijicho, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote yaliyo maovu
haya yote yaliyo maovu yatoka ndani, nayo yamtia mtu unajisi. So mtu yeyote ambaye anaamini ameokoka na anakiri kwa kinywa chake ameokoka, na wengi wanakiri wameokoka, lazima ujue Yesu anasema ndani ya moyo wa mtu kuna hazina. Ukumbuke tu, ndani ya moyo kuna hazina. Sasa naanzia wapi? Naanza kwa hazina yake. Hazina yako inafanana hivi. Wewe unapatikana kwa haya. Haya yanatoka kwako saa zingine. Unaangalia tunda la kwanza naamini ni Marko 7:21, mawazo mabaya. Mawazo mabaya. Unachunguza tu mawazo yake kupitia neno. Wewe unawaza nini? Sana sana wewe unawaza nini? Akiwa mkweli anaweza kwambia mimi nawaza fedha. Mimi nawaza pesa kweli. Wawaza nini? Mimi nawaza kila saa safari za nje. Wawaza nini? Kwa sababu kila ambacho mtu anawaza kila wakati. Hiyo ndio sanamu yake. Na wewe ndio hujawahi jua, lakini kile kitu ambacho unawaza, unashinda ukiwaza, hiyo ni sanamu. Kwa sababu Yesu anasema mpatie Mungu mawazo yako yote. Marko 12:29. Kishuka mpaka 30 huko 31. Yesu anasema love your God, mpende Bwana Mungu wako na moyo wako wote, na nguvu zako zote, na nafsi yako yote, na mawazo yako yote, na akili yako yote. Haulazimishi kumpenda Mungu. Yesu akikuwa nani, hiyo automatically itakuwa inafanyika. Utakuwa unajipata kila saa unawaza. Halafu pia mtu akiokoka, mind zetu zinaondolewa. Halafu tunapoa mind of Christ. Wakorintho wa kwanza 2:16 ukishuka mpaka chini. Tunapoa mind of Christ. Tunapoa akili ya Yesu Kristo. Venye Yesu anawaza, tumepewa mawazo yake. So unajazwa na matamanio. So pesa inakuwa tu ni hitaji, unalihitaji ya kuishi, lakini hayo kitu ambacho umekamsingi kama ndoto. Ndoto yako ni nini? Ndoto yangu ndio na pesa nyingi. Hiyo ni ndoto. Haiwi ndoto, fedha haiwi ndoto. Kwa Mkristo aliyokoka kweli, yeye anafikiria vitu vya mbinguni. Haimaanishi hatafanya kazi. Kazi lazima mtu afanye. Lakini kuna kitu ambacho kimetolewa kwa moyo wake. Anaamini Baba atampatia fedha, anaamini nikitoka hapa mimi mwaminifu ni mwaminifu na ni mwenye haki, Mungu atakupatia, anasikia kilio chako, haitakuwa tatizo mambo ya pesa. Lakini Mkristo ambaye analia pesa, huyu ni wazi, pesa ni sanamu yake. Hakuna left, hakuna right. Yesu anasema utajua kwa nini? Matunda na mawazo mabaya. Haya ni mawazo mabaya, kufikiria pesa kila wakati. Na next umwambie mara ngapi unasoma neno? Mara ngapi unaomba? Pengine 30 minutes. Na hata kama ufanye hivyo, wahukumika basi ufanye hivyo. Kama mawazo haya hakuna kabisa, huyu mtu hajaokoka. Mawazo yake ni mabaya mbele za Bwana. Yesu akiwa duniani alikuwa mfano bora na atabaki mfano bora. Ni wapi Yesu alikuwa anashughulika tu pesa? Anafikiria tu pesa. Yesu alikuwa anafikiria kutimiza mapenzi ya babake, kuimaliza kazi aliyokuwa na babake aifanye. Hiyo ndio ilikuwa kwa akili yake kila wakati. Na ukipoa hiyo mind lazima uwe hivyo. Na kama siko hivyo sina hiyo. Na kama sina hiyo matunda yangu ni maovu. Na kama ni maovu basi sijawahi kuokoka. Mawazo mabaya, next. Uasherati. Liongea zaidi kuhusiana na uasherati. Umeoa? Sijaoa niko. Unajitoshelezaje? Manake mwanaume kama hajaitwa kwa toashi, lazima mwili utamsumbua. Unajitoshelezaje? Hujaoa kweli, umefika umri wa kuoa ama umefika umri wa kuolewa, unajitoshelezaje? Mungu akiandika uasherati, Mungu andiki tu uasherati umwambie uko kwa uasherati, aseme alafu tulie hapo. Mungu akisema uasherati, Mungu anataka uangalie kona zote za uasherati. Masturbation ni uasherati. Mungu anataka ufikie huko. Unalala na mwanamume, unalala na mwanamke mmoja uana naye, haambiwa silali, sifanyi hivyo kabisa. Then unajitosheleza vipi? Uko kwa hii dhambi ya Onan, Mwanzo 38 mstari wa 9 na 10, ambaye anamwaga mbegu chini. Uko kwa hii masturbation kwa sababu ni uasherati. Lazima ufikie huko ndio ufikie nafsi yake. Wengine wakiwa kweli wanashtuka.
Akishtuka unajua huyu mtu yuko huko. Naambia kuwa mwaminifu na Mungu, kuwa mkweli na Mungu. Mungu hataki kumdanganya. Umekuwa katika masturbation. Anakuambia zamani, lakini sasa hii naacha tu polepole. Unajua huyu mtu bado. Wengi wanasema hivi. Uaminifu anakuambia tu. Utaangalia hiyo area nyingine ni wizi, uwaji tuliangalia, uwaji chuki kwa moyo. Akisema hajawahi kuua, umewahi kutoa mimba. Maana ni uwaji. Unatumia family planning, uwaji. Kuna mtu umemchukia kwa moyo wako. Mungu anataka uangalie area zote za uwaji. Kuna mtu umemchukia kwa moyo wako. Yuko Masweni muuaji kulingana na waraka wa kwanza wa Yohana 3:15. Yote amchukie ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnafahamu kwamba hakuna muuaji aliye na uzima wa milele ndani yake. So lazima uangalie hizi area. Lazima uangalie hizi area. Kwa sababu unatafuta moyo ambao shetani ameuficha. Na uwezi kuupata ni giza kuu, haujui umeficha wapi mpaka maandiko yaanze kutafuta huo moyo. Na maandiko lazima yatapata huo moyo. Lazima utatambua mtu ameokoka ama hajaokoka. Uzinzi ni hapo. Kwa ndoa unatoka. Wewe ni mwaminifu kwa ndoa yako. Mlioana lini? Hii sana huwa ni muhimu. Mimi wasizini, mimi niko kwa ndoa. Very correct. Na nimeokoka. Very correct. Ulize swali tu kwamba ulimuoa mke wako lini? Nilimuoa 2000. Okay. Ulipomuoa 2000, sasa ni 2026. Yes. Hapa hivi hujalala na mwanamke mwingine. Hapa hivi tangu muoe hujalala na mwanamke mwingine hapa. Miaka hii yote mpaka sasa hivi. Hapo nikiwa amekwambia ameokoka kabla muoe. Aliokoka 90. Sawa, isiwe alimuoa alafu akawa anaenda nje kwa sababu hajaokoka, alafu akaokoka kweli. So paka uwe makini na hiyo laini. Uliokoka lini? 90. Okay. Ulioa lini? 2000. Sasa ulipokuwa 90s ndio uliokoka. Yes. So inamaanisha ulipoa 2000, sasa miaka 2026. Miaka 26. Sasa wamtafuta hapa kwa 2000 alipoingia kwa ndoa, na uko sure kwamba aliingia kwa ndoa akiwa ameokoka. Sasa kwa hii miaka 26 umeshiriki tendo la ndoa mara ngapi kando na mke wako? Akiwa ameokoka kweli, atakwambia kwa uwezo wa Mungu amenisaidia na hilo Mungu ameniondolea. Si kwa mawazo, si kwa moyo. Lakini kama hajaokoka kweli, lazima awe ameanguka katika huo uchafu. Lazima. Kwa sababu gani? Ni asili ya mwenye dhambi yote yule. Yote ambaye ana Kristo ana break. Lazima ataanguka. Lazima. Mama mmoja anahubiriwa injili sahihi, yuko na mume wake lakini atosheki, anaendelea kufanya masturbation. Mama mzima na watoto. So hizi si vitu vya kuziba, za kuficha. Uovu ni kufungua kwa moyo huyu mama. So usipogusa masturbation kwa huyu mama, basi umemwacha pale. Na yuko na mume wake, anashiriki na mume wake, na anatoka anaenda anajitosheleza huko mwenyewe. Uko ndani ya ndoa na unafanya masturbation ndani ya ndoa, na kuna wengi pia wanafanya hivyo. So hizi ni area ambazo hufai kuwa kimya. Ni area ambayo shetani anaziba watu, anaziba watumishi, anaziba, unamhubiria, anaziba. Usiguse huko kwa huyo mama. Kwa nini usiguse? Asipate toba. Hizi ni area ambazo unafaa ufikie, nafaa nifikie. Na ukikutana naye mbadilika kidogo nje. Lakini utafikiaje moyo huyo mama paka aeleze haya? Ni neno. Paka leo linamtafuta. Na hii ndio kupambanua. Hii ndio kupambanua. Yes, hiyo ni pepo. Masturbation ni pepo. Na kama una Yesu Kristo utaingia katika hiyo pepo. Lazima. So hapo kwa uzinzi niangalie si kwa mwanaume tu peke yake, mwanamke pia. Uliokoka lini kabla hapa? Tangu uwe kwa ndoa yako, ni mume wako peke yako uko naye.
Ndio. Una matamanio bado, lust, matamanio, lust. Ukiwa umeokoka uko free from lust. Unaweza ona hivi na tayari conviction na Roho Mtakatifu ikakuconvict ukaondoka. Na hakuna chochote kitabebwa hapa. Lakini kama hauna Kristo utaona, alafu pepo ataanza kuzungumzia, tayari lust inaingia. So kama pia lust tunaangalia hapo, tamaa ya wanaume. Kuna mwingine halali na wanaume lakini ana tamaa ya wanaume. Ama halali na wanawake lakini ana tamaa ya wanawake. Na tangu aokoke mpaka sasa hivi miaka bado inamsumbua. Huo ni uovu, hiyo ni lust. Huyu mtu hajakuwa free from sin, ni mtumwa bado wa dhambi. Yesu akituweka huru, anatuweka huru kweli kweli. So hiyo kweli kweli lazima iwe kweli kweli. Na kama haijakuwa kweli kweli, basi tunamaanisha either siko mbali kwa ufalme ama hauko mbali kwa ufalme. Endelea kushuka katika toba na utambue kwamba hujawahi kuokoka. So hizo ni areas inafaa uangalie, niangalie uzinzi, tamaa mbaya, uovu, udanganyifu. Uangalie pia kwa udanganyifu. Udanganyifu uangalie, na niangalie ufisadi, uangalie ni kazi gani anafanya. Yuko mwingine anaweza fanya kazi, mali amejaliwa ni ufisadi unaendelea. Alafu anatosheka tu. Sema hata kama nimeokoka, mimi hata Mungu anajua. Ufisadi si mimi napanga, mimi najaribu, Mungu najua, mimi najaribu, mimi siutaki, lakini najipata tu. Huyu mtu hajaokoka. Mtu ameokoka anajua ufisadi unanipeleka jehanamu na sitaki. Sitaki nje ya ufisadi. Anakuwa mkali kwa hiyo kwa sababu Kristo yuko ndani, hataki ufisadi. Lakini mtu ambaye hajaokoka kweli atakuwa tu ametulia tu. Nimejaribu, nimekataa. Lakini nafika mahali anapo, basi si wewe utasimama tu basi uangalie. Tumeoka sawa, lakini huzuniki. Inaendelea. Inakuwa hatari kwa sababu yeye anakuwa sehemu ya huo ufisadi. Lakini mtu ameokoka kweli ndani ya moyo, hataki kushirikishwa ufisadi na hataki uchafu ambao unaambatana na ufisadi. Anakuambia very clear, mimi nimeokoka na hii dhambi ya ufisadi itaniingiza jehanamu na sitaki. Short, full stop. Mtu ameokoka kweli. So niangalie kwa ufisadi. Daktari ameajiriwa, anaambia wewe, wagonjwa wakija, uza hizi dawa pia za kutoa mimba. Na unajua umeokoka. Na una familia. Sasa mimi niliokoka, sasa mimi nitafanya nini? Niko na familia. Nimeuza hizi dawa za mimba, wasichana kutoa mimba. Na bado utaamini umeokoka? Bado utaamini umeokoka? Hujaokoka kwa sababu wewe ndio una promote uaji. Wewe ni muuaji mkubwa ama mimi ni muuaji mkubwa. Yafaa hiyo sura ivuliwe. Kama ungekuwa umeokoka, au ungekubali kuwa watoto. Ungesema no, afadhali kazi ikae. Na huo hivi nikiona. Hiyo si mtu ameokoka. Utasema afadhali kazi ikae. Tuambie daktari kitu kimoja. Angalia hili leo. Mimi huwezi nishirikisha mauaji daktari. Kama kazi yako utanifuta, sawa, imepangiwa. Lakini siwezi kuuza hizi dawa. Siwezi uza sigara. Siwezi uza pombe. Ukopo wasema umeokoka, umejaza duka lako masigara. Umejaza pombe. Umeokoka wapi wewe? Ungeokoka biashara unayoifanya ni matunda ya nini kiko ndani ya moyo wako? Ni hazina gani iko ndani ya moyo wako? Tena mtu ameokoka unauza sigara, ndio unauza sigara. Hazina yako iko ndani ya moyo wako ni uovu mtupu, hujawahi kuokoka wewe. Umeokoka unauza wine, pombe, watu wanakunywa, wanalewa. Mungu anasema kwa neno lake, walevi waingii jehanamu. Wewe uko duniani unasema umeokoka, unawajazia kunyweni. Yesu anamwaga damu, watu waende mbinguni. Wewe unauza pombe, watu waende jehanamu. Umeokoka kwa nani? Haujaokoka wewe. So ili veli ambalo shetani anavisha la haki ya kibinafsi mpaka livue lote kabisa. Na tajio watu wengi wako kwa chemist wanauza madawa na naamini wameokoka, na ukienda ukiuliza condom utapewa bila kuchelewa. Condom ni uwaji. Watoto wanaenda kwa hicho kibofu. Mwanzo 38 mstari wa 9 na 10. Miaka mingapi umeweza hii condom? Niweza miaka 5, bado umeokoka. Wauza uwaji kwa watu. Unaokoka, una hofu ya Mungu wewe. Hujawahi kupata toba kwa hiyo. So hizi ndio areas ambazo unafaa makini kwa kuangalia, na Mungu hataki. Mungu akaandika tu uzinzi. Usimwambie tu uzinzi, useme tu uwaji. Mungu anataka utafute hizo kona za uwaji katika moyo wake.
mimi vile vile na wewe. Ndio wengine wanaweza fikiria wakasema hayo mahubiri yako na undani sana, hayo mahubiri yanagonga kwa steam masturbation nini. Na wakati watu maelfu wanaingia jana, mamilioni wanaingia jana kwa sababu masturbation. So huwa ni shetani tu. Ingia kila kona ambao Mungu anasema inapaswa ingiwe, uchafu utolewe. Ili kusisimame mtu siku moja ametoka ushirika kama mwingine aseme Mungu huku niambia masturbation ni dhambi. Asiwe na hiyo. Mungu ataambia ulihubiriwa. Mbona uliendelea? Ingia jehanamu. Una sababu. Na hiyo si mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni tambue dhambi, ni tubu. Na huwezi kutubu kama hujatambua nini? Dhambi. So hilo niliangalie udanganyifu, ufisadi, wivu. Hapa kuna udanganyifu, kuna ufisadi, kuna wivu. Wivu angalia sana. Hata kuna watumishi wako na wivu tu. Uko kuamini si wivu huko, na saa nyingine hujui kama una wivu, lakini una wivu. Na kuna wivu aina mbili. Kuna wivu wa kwamba Mungu amemtumia huyu, mimi pia Mungu naomba unitumie kama huyu. Huo ni wivu wa kimaendeleo. Hiyo inakubaliwa. Mungu ni Mungu mwenye wivu. Hataki ashare bibi harusi wake na ibilisi shetani. Mungu ni mwenye wivu. Iko sawa, na Mungu ni mtakatifu. Kuna wivu wa utakatifu, wivu wa mema. Maandiko yanasema kuna mitume ambao walikuwa na wivu wa neno la Bwana, kama Elia. Alikuwa na wivu Elia. Nabii alikuwa na wivu. Jina la Mungu limechafuliwa. Tutasha moto pala tutaona Mungu wa kweli ni nani? Wivu. Danieli alikuwa na wivu. Jina la Mungu linatukanwa na Mfilisti ambaye hajatairiwa. Nipeni nimuonyeshe wivu. So nijiangalie wivu wangu unaenda vipi? Ni wivu kwamba mimi nataka ile nafasi ya pale, ama mimi nataka chombo kama kile, ama mimi nataka ninyo kama ile, alafu nikimwona nayo, huyu uko na speaker kubwa sana jamani, zinaniumiza tu moyo. Huo ni wivu. Si hizi speaker Mungu amembariki. Tumishi ubarikiwe. Mungu nibariki na kama hizo pia mimi nisikume injili. Huo ni wivu mzuri. Unakubaliana, lakini niko na kitu tu hapa, huo ni wivu. Mungu anasema nijichunguze vizuri. Hilo ni tunda baya, linatoka kwa mti mbaya. Ukorofi. Hila. Inasema matukano. Inafaa nione matukano. Mdomo wangu ni wa kutukana. Matukano haimaanishi neno ambalo liko kwa Biblia, na maanisha neno ambalo liko nje ya Biblia. Matukano. Niangalie natumia lugha gani. Lugha yote ambayo natumia iko kwa maandiko. Jina malaya iko kwa maandiko. Huwa inatumika sana na watu wengi hawaipendi. Ni kwa sababu wanafanya lakini hawataki waambiwe. So ni rahisi sana tusema yule mchungaji watukana, malaya iko kwa maandiko. Ni kwa sababu ufanya na ukiletwa wazi sasa hautaki kuacha, alafu unahisi nimedharauliwa hapa kwa sababu nakifanya, na hujataka kukubali neno la Mungu likuite malaya. So malaya si tusi kwa neno la Bwana. Ni mtu ambaye si muaminifu. Ni mtu ambaye anavunja amri za Mungu kwa kulala na bwana wengi sababu ya kitu fulani, ama kulala na bibi wengi. Huyo ni malaya. So nijiangalie, wewe umekuwa malaya. Umelala na wanaume wangapi? Tangu uokoke umelala na wanaume wangapi kando na mume wako? Tangu uoe ndani ya ndoa takatifu, ukiwa umeokoka umelala na wanawake wangapi? Hayo ndio mavazi yanafaa funguliwe. Kiongozi wa kanisa kweli, umelala na watu wangapi? Mama wa kanisa kweli, umelala na watu wangapi kando na mume wako? Wengine hata utashangaa. Na kama hujalala nao kama masturbation huko. Okay, au huko unaangalia pornografia. Maana kwa wajinga wengine shetani wadanganya. Si tumeoana. Si tunaweza angalia tu pornografia na ukajiburisha katika ndoa. Hao watu hawajawahi kuokoka. Hao wanaangalia ni uovu. Watatamani huko, na Mungu haizi kupata Roho Mtakatifu akuongoze kwa pornografia. So watu hawajaokoka. Na maumbile ya kubadilisha, sijui mke wako unafanya hivi unafanya hivi. Sehemu ni hii, waenda huko. Wewe ujichunguze.
Hujawahi okoka wewe? Mungu amesema ni hapa. Ni hapa. Waenda huko kunyuma kutafuta nini? Hayo ni maswali. Hayo ni maswali. Usifikie hapo. Utafute tu. Utafute tu, kwa sababu kuna vituko vingi sana vinaendelea katika ndoa. Ndoa, vituko vingi vinaendelea na watu wako makanisani. Kwa sababu gani? Watu wengi wanasema wameokoka, akili zao zinaangalia mambo ya ulimwengu. Akiona uchafu kule unafanya, anakuja na beba huo uchafu, anaenda na mwekea mke wake na anasimama anahubiri, anasema ameokoka. Kwa maana unaona wahubiri wengine wanahubiri, nguvu za Mungu zimewaishia. Umwoni na mwanamke mwingine, haumwoni akizini, umwoni akiangalia pornografia, lakini anapokutana na mke wake anaingia sehemu ambao ni ya kutoa mambo mengine, yanaingia mahali kwingine. Unaona nguvu za Mungu zinaondoka kama alikuwa nazo, na kama hakuwa nazo, unaona mtu hajawahi kuokoka katika maisha yake. Ni hivyo akiwa katika ndoa. Sehemu ni hii. Haziongelewi kwa sababu shetani anataka zibaki hivyo kwa giza. Zifunikwe huko ziendelee kwa huko na makombo mwiko. So nijiangalie. Mtu ambaye ameokoka kweli yuko na convictions za Roho Mtakatifu. Hata kama kabla hajaokoka alikuwa anafanya hivyo, akiokoka nesi hapana, hii si sawa, Mungu amekapa anaenda hapa. Iwe mwanamke iwe mwanaume. So watu wajitafute vizuri sana katika sirini na mke wako na mume wako, huwa mwafanya nini na mtajua kama mmeokoka. Maana kitanda cha ndoa kiba kitakatifu haimaanishi kitakatifu tu mimi sikutani na mwingine kando na mke wangu. Paka hicho mnachokifanya hapo, hicho kitendo kiwe kitakatifu mbele za Mungu. Umeelewa? Na kuna watu tunawapata wanajihesabu yake. Nasemaye kwa sababu nishaka kwa vikao kama hivi. Mtu mmoja akijihesabu yake, si ni mke wangu. Lakini ndio ngambo ile nyingine. Si ni mke wangu. Akawa anaficha kitu ambacho ni mke wangu. Na tumepoa tu starehe. Kaona hii iko. Mbona uchukui chakula basi ukaweka kwa masikio? Maana sikio pia ni lako. Ama uchukue chakula uchukue maji weke kwa mapua. So hizi ni areas ambazo za kuangalia. Kuna mambo mingi machafu yanafanyika kwa siri ambao hauyajui na siyajui. So tunapokutana na nafsi, yale ambao hayajua kwa uwezo wa Mungu yatafute huko. Na the more uko na matunda mingi kwa uwezo wa Mungu ya kutambua dhambi, ndio the more utakuwa haraka sana kujua mtu ameokoka ama hajaokoka. Acha tuendelee. Kiburi, upumbavu. Hii ndio hazina ya mtu ambaye hajaokoka. So kama hazina yake inafanana hivi, then mtu hajaokoka. Na kama hazina yake inatokana na matunda ya Roho Mtakatifu, wa Galatia 5:22, upendo, utu wema, kiasi, amani. So kama matunda yanafanana hivyo na Wagalatia 5:22, then hazina ya huyu mtu ni hazina njema. So kile ambacho nafaa nitafute sasa kwa uwezo wa Mungu, hapo utafute ni kwamba ushuhuda wake wa wokovu. So kila mtu ana hazina. Kiangalia Mathayo, hatuko mbali kumaliza. Vitabu viwili kwa uwezo wa Mungu. Weza rejelea kwanza Luka 6:45. Kitabu ni cha Luka 6:45. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake hutoa yaliyo maovu. So paka hapo ni sawa. Tumeangalia mtu mwema yuko na hazina kwa moyo wake, na mtu mwovu pia yuko na hazina katika moyo wake.
na tumeangalia hazina ya mtu ambaye anasema ameokoka na hajaokoka katika Marko. Hiyo ni hayo matunda yote yanatoka kwa moyo. Maana haya yote hutoka ndani ya moyo, nao ndio mtia mtu unajisi. So haya yanatoka kwa moyo. Na utajua kwamba huu moyo haujasafishwa. Maana hazina yake ni mbovu. So mwanadamu ambaye yuko na hazina mbovu akiwa anakiri ameokoka direct, unajua ile hazina mbovu haijawahi kuondolewa. So mtu hajawahi kuokoka. Ukisoma Mathayo 26, kiangalia Mathayo, yongea pia kuhusiana na moyo. Mathayo 23. Samani. Nimesema Mathayo 26. Mathayo 23:26. Mathayo 23:26. Kitabu ni cha Mathayo 23 mstari wake wa 26. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe. Safisha kwanza ndani. Ile hazina ambao ni ya mtu ambaye anamtumia mke wake vibaya. Alafu anavaa suti, anakuja kusimama mbele. Alafu anajaribu kutoa neno linakuwa halina nguvu. Unashindwa umevaa vizuri, unashindwa simoni kwa wizi, simoni kwa nini? Kuna nini inaendelea hapa? Huyu mtu akiwa chumbani katika mambo ya siri, ulimwengu umejaa, ameuficha kwa moyo. Anatumia mke katika maumbile ambayo sio. Mungu ameongea haya kuhusiana na haya ambayo tunayasema. Warumi 1 ukisoma kuanzia 18, ukishuka kabisa, Mungu anasema waligeuza wanaume wakafuata wanaume wao, na wanawake wakafuata wanaume wao. Wanawake wakafuata tu wanawake. So iko hii hadi mojawapo ya uovu Mungu anaongea. Naweza kuwa na mke nikawa namtumia kama venye mwanaume anaweza tumia mwanaume mwingine. Halafu bado nikawa nachukua huduma na hudumu nasema si ni mke wangu. Huu ni uovu mkubwa ambao watu wengi hawatambui. Na shetani anajificha hapo. Ni kwa sababu unaangalia video za uchafu, halafu unapata msisimuko kule, unaona hii ni nzuri sana itanifaa, unaenda unaitumia kwa mke wako. Halafu unabaki tu niliokoka. Hakuna wokovu hapo. Tamaa iko ndani. Hakuna mtu ameokoka kweli atamgeuza mke wake aangalie maumbile mengine huko ndani. Akitafuta nini? Kwa sababu macho yake ni masafi, moyo wake ni msafi, akili yake ni safi. Mtu mwenye akili chafu, amejaa mapepo na amejaa tamaa, atafanya hivi. So unajua tu huyu hayuko sawa. Hivyo ndio Mungu anasema. Mungu anataka discipline. Kitanda cha ndoa kiwe kitakatifu. Angalia kitanda chake kama ni kitakatifu, utajua kama ameokoka. So Yesu anasema safisha kikombe ndani. Jua hazina ya mtu, utajua hazina yake hivi. Sana watu wa kutoka nje ambao wanajiita missionary. Sisemi missionary wote wanafanya hivyo. Kuna missionary wasafi sana, kwa wengine na waheshimu wasafi sana. Nasema kuna wengi sana ambao wamebobea kwa hizo tabia. Na wako humu. Wako wazuri kabisa ambao nawafahamu. Na Mungu awabariki, Mungu anawafahamu kwa uzuri wao. Na kuna wabaya ambao pia Mungu anawafahamu. Na wabaya Mungu anataka pia wafahamu. Na hata kuna Waafrika ambao wamejaa mapepo hivi na wako kanisani. Sema kanisa ni vibaya, lakini lazima watu wasaidiwe. Watasaidiwaje? Lazima maandiko yawaonyeshe. Na wataonaje? Lazima kuna mtu amekaa amefundishika na Mungu akamtuma kawaonyeshe. Na huyo ni mimi na wewe na huyo ambaye anasikia. So Yesu anasema safisha kikombe. Mathayo 23:26. Ewe Farisayo kipofu, safisha kwanza ndani ya kikombe. Safisha kwanza ndani ya kikombe. Ndani ya kikombe ni katika moyo, ili nje yake nayo ipate kuwa safi. Ili nje yake ipate kuwa safi. Yesu anasema hazina ya moyo ikisafishika, then kila ambacho kitakuwa kinatoka nje ya mwili kitakuwa kisafi. Mtu ambaye ameokoka
ndani ya moyo wake amesafishwa. Yesu anasema hivyo, safisha kikombe ndani. Kikombe ni moyo. Mtu ambaye ameokoka, moyo umeondolewa uchafu. Alafu sasa hazina ni njema. Yesu anasema nje ya kikombe ambao ni mwili huku kutakuwa kusafi. So kama mtu mwili ni mchafu, ni wazi ndani hakujawahi kusafishwa. Hivyo ndio Yesu anasema. So hii ni mojawapo ya kutambua. Kuna kikombe hapa tufanya mfano. So anasema mimi na wewe ni kama hiki kikombe. Mtu ambaye ameokoka, ndani ya moyo wake kuna hazina njema. So matunda ya Roho Mtakatifu yanaonekana. Kwa sababu ya kikombe kilitolewa dhambi, Roho Mtakatifu akaekwa. Sasa ndani kikombe ni kisafi. Matunda yanayotoka na Roho Mtakatifu, hazina ni njema, yanaonekana kwa mwili. Mwili unaongozwaje na Roho Mtakatifu? Kwa njia safi. Hivyo ndio Yesu anasema. Lakini kama mtu mwili, kikombe nje ni mwili, kama mwili ni mchafu, Yesu anasema ndani ni kuchafu. Ni ushahidi ya kwamba ndani ni kuchafu. Na ushahidi ya kwamba ndani ni kusafi, mwili utakuwa msafi. Hakuna left, hakuna right. Umeokoka, ndiyo, ndani ni kusafi. Kitu ambacho kitathibitisha evidence, ushahidi ya kwamba wewe umeokoka, wewe ni kikombe, ndani ni kusafi, nje yale utayafanya kwa mwili na kuunganisha kwa ushuhuda wako wa wokovu, itaonesha kwamba umeokoka. So hivyo ndio Yesu anasema, na mtu akiokoka ndani ya moyo huwa anapokea utakatifu. Kikombe ni hiki. Ukiokoka wapokea utakatifu ndani ya moyo. Na moyo ukiwa mtakatifu, mwili utatembea kwa utakatifu. Hii inamaanisha nini? Hii inamaanisha mtu yote ambaye ameokoka alipokea utakatifu ndani ya moyo wake, ndani ya kikombe. Safisha kikombe ndani. Sasa yupo na uwezo, kwa uwezo wa Mungu, nje ya kuishi maisha matakatifu. Umeelewa? Yesu anasema hazina iko kwa moyo. Yesu anazidi kusisitiza kwamba hazina yako itajulikana kwa kile ambacho kinatoka. Tukaangalia Marko, uchafu unatoka, tunajua ni mwenye dhambi. Yesu anasema moyo, kikombe kisafishwe ndani. Moyo kishasafishika ndani, nje utakuwa msafi. So kama mtu nje ni mchafu, huyu mtu ndani hajasafishika, ni mchafu. So kama ndani ni msafi, inamaanisha ndani uko na Roho Mtakatifu. Mwili wake utakuwa mtakatifu, atatembea katika mwenendo wa utakatifu. Inamaanisha ndani ya kipokeo imani ya wokovu, ndani anafanyika mtakatifu, uchafu unaondolewa. Alafu kwa mwili wake, matendo yake yatakuwa matakatifu. Huyu ni mtu ameokoka. Mtakatifu ndani ya kikombe na mtakatifu nje ya kikombe. Hichi ni kipimo. Akiwa tu ni mtakatifu tu kwa kusema, nakiri na naamini kwa moyo, na wakati skati ulizozivaa, mavazi uliyoyavaa yanaonyesha umbo lako, inaonyesha uchi wako, inamaanisha wewe hujaokoka. Ndani uko na tamaa ya wanaume ama ya wanawake, waendelea kuzini nao, wawavuta zinini na nini. Angalia matiti yangu, angalia nyuma kwangu, angalia shape yangu. We Omondi, angalia hapa. We Asha, uoni hapa? Yani uoni wewe? Ngoja next time naenda na pasua sliti vizuri. Sasa angalia. Hauoni? Acha nene pale mbele nicheze. Nacheza. Najua style gani? Nageuka hivi. Alafu nafanya kama natingisha hivi chini, nashuka. Si umeona? Haya. Wataka nini? Wataka akutamani uzini naye. Tayari hata kabla kuzini naye, tayari umefanya, mpendwa amekuangalia na akakutamani kwa moyo na akazini na wewe kwa moyo wake. Wewe umeokoka? Hujaokoka, kwa sababu hazina iliyo katika moyo wako ingekuwa nzuri, haingekufanya uvae hivyo kama malaya. Inamaanisha wewe una umalaya ndani ya moyo, unakusumbua. Ndio maana unavaa hivyo kama malaya. So hujaokoka wewe.
Mtu akiokoka anajificha, anaficha mwili wake, anaficha kifua chake, anaficha umbo lake. Lakini kama hujaokoka utajiachilia. Lale na wanaume, lala na wanaume pia watavaa vitu vya kuabana. Nionyeshe huu mwili wangu, nionyeshe hizi mbavu, sijui ni six pack, sijui ni nini, nionyeshe misuli kidogo, mapaja kidogo. Wamuonyesha nani? Wataka ufanye nini na yeye? Kaa mbali sana na wokovu. Ile wewe kuokoka una roho ya Jezebel. Huyu mwanamke roho ya Jezebel iko ndani. Ama kama ni mwanaume bado ana tamaa ya mwili, hajai kuokoka mtu kama huyo. Napata pastor amevaa vitight vimembana kabisa, sehemu zake za uzazi zinaonekana. Today there will be fire. Fire ya nani? Fire ya nini? Hapo hakuna fire. Direct mchungaji hajaokoka. Na akishuka hapa chini akija karibu namwambia direct, kwa sababu Yesu anasema safisha kikombe ndani, nje itakuwa safi. Haya mavazi unavaa, Yesu alivaa kanzu, wewe unavaa nini? Nikisema kanzu simaanishi sote tuvae kanzu, namaanisha alivaa nguo ambao haijambana. Haijambana. Hakuonyesha kifua chake, hakuvaa hivyo. Utajua tu wazo la mtu, utajua tu hazina ya mtu. So Mungu anataka aiko tu mahali pake. Wewe ni malaya, umefanya watu wengi wazini, wewe haujawahi kuokoka. Wewe ukifa sasa unaingia jehanamu kwa sababu ya mavazi yako. Lakini Mungu anaangalia moyo. Yesu anasema safisha moyo ili mwili uwe msafi. Na maisha moyo wako hujawahi kusafishwa. Maana yake moyo ukiwa msafi, mwili pia utakuwa msafi. Wewe mwili ni msafi, moyo utakuwaje msafi? Safisha kikombe ndani, moyo. Yesu asema hivyo. Yesu anasema safisha kikombe ndani. Ndani ni moyo. Alafu wapi kuwe safi? Nje kuwe safi. Wanawake wanaambiwa wajistiri kichwa chao, wajistiri kichwa. Sasa sema titi. Kichwa tu hiki kichwa tu angacho mtu mtu si sana angalie kichwa akutamani haraka hivyo. Litakuwa ziko nyele zingine zaweza kufanya sawa, lakini si sana kichwa mtu angalia akutamani. Sasa kama wanaambiwa wanawake wafinike vichwa vyao, wavifinike kichwa, kinaambiwa kifinikwe kichwa. Sema titi na matako. Umeweka wazi hivi, nasema umeokoka. Umeokoka wapi wewe? Najua kuna watu wengi wanasikia na wanafaa wasikie, kwa sababu si kitu ambacho kinatengezwa ama ni udanganyifu, ni mambo yanaendelea makanisani. Kichwa kinaambiwa kifinike, sema titi. Kichwa kifiniko, sema paja. Umevaa kitu kimekubana kabisa, waingiza wanaume katika dhambi. Hujaokoka, wewe ni Jezebel, roho ya Jezebel iko ndani. Mtu hajaokoka, angalia pia mavazi yake, ni mojawapo ya kutambua. So Yesu anasema na anasisitiza safisha kikombe ndani ili nje iwe safi. Niangalie ni sehemu gani ya uchi wangu na expose. Dada mmoja, na tujiangalie katika hili. Mungu alimtumia katika hili, akasema hata kuonyesha makwapa yako. Makwapa. Hata kuonyesha makwapa. Alisema tukiwa hapa tayari ni uchi. Nikashukuru sana kwa hilo neno ambalo Mungu amemjalia dada. So hata kuonyesha makwapa yako ni uchi wako tayari umeonyesha. Hizi ni sehemu ambazo hazifai zionekane. Ndio maana nguo ikishonwa inaikuwa hivi. So nisivae, wanawake wanapenda kuvaa hivi vininio. Hapa wamevivaa hivi, alafu pengine amevaa vizuri hata huku, lakini kama unaonyesha makwapa yako au uone uchi. Dada akasema hivyo na nikapokea kwa jina la Yesu Kristo. Akasema tujiangalie, dada anaweza vaa nguo hapa vizuri, huku chini haijamshika vizuri, lakini sehemu ya makwapa yake yako uchi. Huu ni uchi anaonyesha. Mwanamume akiona na mtamani. So tujiangalie na nijiangalie kwanza, ili nisende kumwambia wewe umeweka makwapa yako wazi na mimi nimeweka yangu wazi. So katika hilo tujiangalie. Tutamalizia na waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, safisha kikombe ndani ili nje iwe safi. Usisahau tumesoma Mathayo 26:23
Yesu anasema safisha kikombe ndani ili nje yake ipate kuwa safi. So tunaangalia waraka wa kwanza wa Petro, hiki kikombe kinafaa kisafishwe vipi na usafi ni nini? Tunajua usafi ni utakatifu. Waraka wa kwanza wa Petro 1:16. Waraka wa kwanza wa Petro 1 mstari wake ni wa 16. Maandiko yanasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Mpaka hapo. Hii ni kwa imani. Mungu anasema mtakuwa watakatifu. Mtu akishaoneshwa dhambi zake, akijutia dhambi zake, akishageuzwa kutoka kwa dhambi zake kwa uwezo wa Mungu, hilo ni toba. Mungu akimpatia imani ya Kristo, akimwamini Yesu, dhambi zinatolewa. Roho Mtakatifu anawekwa. So anakufanyika mtakatifu kwa imani, ile kazi ambayo Mungu amemfanyia kupitia Yesu Kristo, anakuwa mtakatifu. So inakuwa waraka wa kwanza wa Petro 1:16 inakuwa imekamilika pale. Utakatifu kwa njia ya imani. Anakuwa tu mtakatifu. So ni vyema unapokana mtu unamuuliza, mtu ambaye ameokoka anakiri ni mtakatifu. Unamuuliza, okay, ulipookoka ulifanyika mtakatifu? Akisema nilifanyika mtakatifu na kwa njia ya imani katika Kristo Yesu nilifanyika mtakatifu. Hiki ni kikombe ambao kinakiri kimesafishwa ndani. Ndani ya moyo inasafishwa na imani, neema kupitia imani peke yake. Kazi Yesu ametufanyia kwa Kolosai 1:22, kwa mauti yake na kwa kufuka kwake tukafanyika watakatifu. Kwa hiyo imani, kikombe ndani kimesafishika. Ni kisafi, ni kitakatifu. Yesu anasema sasa kikombe kikiwa safi ndani, nje pia kitakuwa nini? Kitakuwa safi. So tunaangalia mstari wa 15. Unamwambia sasa katika mstari wa 15, waraka wa kwanza wa Petro 1 mstari wa 15. Anakiri kikombe ndani ni kisafi. Kwa imani amekuwa mtakatifu. Mstari wa 15. Waraka wa kwanza wa Petro 1 mstari wake wa 15. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, bali kama Mungu aliyetuita, Mungu aliyekuita alivyo mtakatifu, Mungu katika utakatifu wake, nyinyi nanyi, wewe na mimi, sisi nasi, iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Tuwe watakatifu, uwe mtakatifu vile kama Mungu alivyokuita, uwe hivyo katika mwenendo, yani katika matendo yako yote. Uwe mtakatifu jinsi Mungu alivyo mtakatifu katika matendo. So hiki kikombe sasa nje ni matendo. Tamuuliza huyo bwana, huyo mpendwa, tangu uokoke umekuwa ukitembea katika matendo ya utakatifu? Hiki ni kikombe kinaangaliwa sasa sehemu ya wapi? Sehemu ya nje. Kwa sababu mtu akiokoka ndani amepata utakatifu, kikombe ndani ni kisafi, na nje pia kinaambiwa kitwe matendo ya matakatifu, kienende katika utakatifu. So kama anasema ni ndani peke yake, ukitambua kwamba kwa matunda yake ni ndani peke yake anakiri ndio mtakatifu, lakini nje anaogelea kwa dhambi, hiki ni kikombe ambacho hakijasafishwa ndani na hakijaokolewa. Tukimalizia soma King James. Hino sijui Biblia yako inasemaje. Soma King James. Natumai tumeelewa hapo kwa kikombe jinsi unaweza tafuta moyo wa mwenye mtu ambaye anakiri ameokoka na hajaokoka. So ukiangalia Romans, tutasoma Biblia ya Kimombo alafu tutatafsiri kwa uwezo wa Mungu. Romans 6 muhimu sana. Hii pia ni mojawapo ya kutambua mtu kama ameokoka ama hajaokoka. Romans 6:22 inasema, but now being made free from sin. Lakini sasa baada ya kuwekwa huru mbali na dhambi. But now being made free from sin and become servants of God. Mtu akiokoka huwa anaikuwa huru mbali na dhambi. Na sasa umefanyika mtumishi wa Mungu.
You have your fruit. Uko na tunda. Uko na tunda lako. Uko na tunda lako unto holiness. Inayotokana na utakatifu. Tunda lako linatokana na utakatifu. And the end everlasting life. Na mwisho wake ni uzima wa milele. So hii Warumi inasema mtu akishaokoka huwa yuko huru mbali na dhambi. Akiwa huru mbali na dhambi, Mungu anasema tunda ambalo sasa linatoka kwake ni utakatifu. Inamaanisha matunda yake, matendo yake yatakuwa matakatifu. Kama umekuwa huru mbali na dhambi, tunda ambalo litaonekana ni utakatifu. Mwenendo wako utakuwa wa utakatifu. Lakini kama haya yanakosa, mtu hajawahi kuokoka, na Roho wa Mungu atamuonesha haya, na hii itakuwa njia moja ya kutengeza kukutana naye mkutano wa pili, ili aanze kuingia katika toba, ama akikubaliana aanze kukiri makosa yake mbele za Mungu, alafu akiyatubu, ina kupatia nafasi ya kukutana naye mkutano wa pili. Ama saa nyingine Mungu anaweza panga mkutano wote kabisa, uwe hata katika toba, uwe hata katika wokovu, hapo hapo kwa uwezo wa Mungu venye Mungu atapanga. Lakini kwa mnijibu wa mafundisho katika hatua na hatua, tutafikia hapo, na naamini Mungu atazidi kukupatia hekima zaidi ya zaidi. Yale ambao hayajatajwa hapa ama hayajaangaziwa hapa, atakujazilia zaidi. So acha tuamini tu. Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, tunakushukuru kwa neno lako Bwana. Ili watu wafanyike wanafunzi Bwana, lazima utume wahubiri kwa neema na rehema zako Bwana. Licha kwa tunajua kuna uwezo wa kuokoa wanadamu hata pasipo wahubiri Bwana, lakini wewe ndio uliyewatuma na ukatupatia mwelekezo Bwana. Mungu nakuomba katika mafundisho haya Bwana, utuhurumie Bwana. Katoke walimu ambao wataweza kupambanua bidhi ya kitu kilicho kichafu na kilicho kisafi, bidhi ya mbuzi na hata kondoo, bidhi ya kitakatifu na chukizo. Mungu tusaidie, ili nafsi Bwana zipate kuongozwa katika utakatifu wako Bwana, zile ambazo Bwana zimeokoka katika njia ya udanganyifu. Mungu, nenda ukawe nasi katika kila njia ambazo Bwana tutatembea baada ya hapa, na uzidi kutukumbusha haya, na uzidi kutufanya tuyakumbatie na tuyaangazie Bwana, kujua mchungaji wa uongo na mchungaji wa kweli, Mkristo wa uongo na Mkristo wa kweli. Tusaidie Bwana, na hata nafsi zipate kuokolewa Bwana. Tusaidie Bwana, tuhurumie Bwana. Sehemu zozote ambazo hatujatembea katika njia yako ama tumevunja amri zako Bwana, naomba Mungu katika uovu huo tuhurumie na utusamehe kwa damu ya Yesu Kristo na kwa neno lako. Na ni kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukisadiki. Amen. Sema neema. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God, fellowship of the Holy Spirit with us and more. Baba yetu, Father art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. So